Kwa hivyo ni zoezi endelevu kuanzia hapa, kama ambapo tutakuwa tunashuhudia kinachoendelea. Maelekezo yakitolewa hapo na mkurugenzi wa tume ya mkurugenzi wa uchaguzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ambaye kwa kikao hiki cha leo yeye ni katibu, akiwa na kikao kinaongozwa na mwenyekiti wake Jaji mstaafu wa rufaa Semistocles Kaijage, ambaye ni mwenyekiti pia wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Karibu sasa na zoezi hilo la kujaza fomu, mgombea wa urais akiwa amemaliza pale na mgombea mwenza na yeye akiwa anaendelea kulimalizia zoezi hilo, na katibu naye anaanguka saini yake kwenye fomu hizo ambazo zimejazwa na wagombea. Mtazamaji, ni matangazo mubashara kupitia hapa TBC, tukiwa nawe kwenye kukujuza mchakato mzima wa namna mambo yanavyoenda kwenye zoezi hili la uchaguzi, ambapo leo kwenye mchakato huu tukiwa tumeanza na zoezi la urejeshaji na uteuzi wa wagombea wakiwa wanarejesha fomu zao, lakini uteuzi unafanywa na Tume ya Taifa, na hiyo ni kama masharti yatakuwa yamefuatwa na wagombea. Kwa maana masharti yapi hayo, baadaye kidogo nitakupitisha kwenye hayo masharti. Mtazamaji, kubwa zaidi ni namna ambavyo vyama vilikuwa vimehamasika kwa mwaka huu, vikijitokeza vyama 17 ni vyama vyenye usajili wa kudumu, ambapo wagombea wake na wagombea wenza kwenye ngazi ya urais wakiwa wamejitokeza wa vyama hivyo 17, lakini kwa ngazi ya majimbo tume hadi jana ilisema taarifa zitatoka rasmi za ni idadi ya vyama vingapi vimeshiriki kwenye mchakato huo kwa ngazi ya majimbo na hata kwa ngazi ya kata kule kwenye udiwani. Lakini kwa ngazi ya urais na mgombea mwenza wa huku ni vyama 17 ambavyo vimeshiriki, na namna hiyo limeshakamilika zoezi la kuzijaza zile fomu, ambapo katibu wa kikao hiki kwa siku ya leo ametoa fomu nyingine na namna hiyo kwa mgombea urais kupitia tiketi ya chama cha NRA. Na mtazamaji na msikilizaji wa TBC, nilikwambia awali nitakupitisha kwenye kanuni japo kidogo za namna ambavyo zoezi hili linaendeshwa kwa mujibu wa kanuni ya 37 kipengele cha kwanza na cha pili ya kanuni ya uchaguzi wa rais na wabunge za mwaka 2020. Wagombea wa nafasi ya kiti cha rais na makamu wa rais watatakiwa kujaza fomu nambari 8A pamoja na fomu nambari 10 za maadili ya uchaguzi ili kutimiza masharti ya kuteuliwa. Na baada ya zoezi la kujaza hizo fomu, katibu ameenda kuzikabidhi pale baadhi, huko nyingine zikiendelea kujazwa na mgombea wa urais na mgombea mwenza hapa kupitia chama cha NRA, ambao ndio wameingia kwa pili kwenye zoezi hili baada ya chama cha CCM kupitia mgombea wake Rais Dr. John Pombe Magufuli na mgombea mwenza vile vile ambaye ni makamu wa rais wanaomaliza muda wake sasa baadaye, lakini Samia Suluhu Hassan. Na nilikuwa nakupitisha kwenye kanuni hizo, na nikwambia na kanuni kwa mujibu wa kanuni watapaswa kujaza fomu nambari 8A na fomu nambari 10 zikiwa ni za maadili ya uchaguzi ili kutimiza masharti ya kuteuliwa, na kifungu cha 30 cha sheria ya taifa ya uchaguzi sura namba 343 kimeweka utaratibu unaopaswa kufuatwa ili mtu aweze kuteuliwa kwa mgombea wa kiti cha urais na makamu wa rais, ambapo sasa utaratibu kutokana na sura hiyo ni mgombea kiti cha rais na makamu wa rais ni pamoja na kwa raia wa kuzaliwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao ni masharti ya jumla yale yanayofahamika, au na umri au ametimiza umri wa miaka 40, na awe mwanachama mgombea anayependekezwa na chama cha siasa, na awe anazo sifa ambazo ni za kumwezesha kwa mbunge au mjumbe wa baraza la wawakilishi, na asiwe
ametiwa hatiani na mahakama yoyote kwa kosa la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi. Pamoja na sifa hizo, pia mgombea wa kiti cha urais na makamu wa rais ni lazima awe amedhaminiwa na watu wasiopungua 200 waliojiandikisha kupiga kura katika kila mkoa kwa mikoa 10, na kati ya hiyo angalau mikoa 2 iwe ya Tanzania Zanzibar. Sasa takumbuka mtazamaji kwamba tarehe 5 mwezi huu wa 8 zoezi la kuchukua fomu lilizinduliwa hapa, ambapo kwa mujibu wa ratiba ilikuwa inaonyesha kwamba zoezi lile lingeweza kwenda hadi leo tarehe 25, ambapo ukichukua fomu unaenda kutafuta hawa wadhamini kwenye mikoa angalau 10 kwa Tanzania bara, lakini mikoa mingi isiyopungua 2 kule. Na sasa tumsikilize mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi na mwenyekiti wa kikao hiki. Tumefika kwa wagombea wa kiti cha rais na makamu wa rais kurejesha fomu zao za uteuzi mbele ya tume. Karibu. Na mwenyekiti wa kikao na mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Jaji Themistocles Kaijage akiwa tayari kupokea fomu kutoka kwa wagombea wa chama cha NRA. Katibu, zikague. Na fomu zimekabidhiwa na sasa wanaambiwa fomu zikaguliwe na katibu wa kikao kujihakikishia kabla ya kufanya tendo la kuwateua wagombea hawa kwamba rasmi na wao wanaingia kwenye kinyang'anyiro, ama ni kwa kiasi gani na wao wameweza kukidhi matakwa ya kanuni zile ambazo nilikuwa nakutajia mtazamaji na msikilizaji wa TBC, na niliishia kwenye kukutajia sifa ambayo mojawapo ni mtu asiwe amekwepa kodi kwa kipindi hicho cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi. Lakini vile vile mgombea nilikutajia pia rais amedhaminiwa na watu wasiopungua 200 waliojiandikisha kupiga kura kwenye kila mkoa, ambapo ni mikoa 10, lakini mikoa isiyopungua 2 kutoka kule Tanzania Zanzibar. Na nilikuwa nakwambia kwamba baada ya zoezi hilo kuzinduliwa la kuchukua fomu mwezi wa 8 tarehe 5, vyama vilikuwa vinaenda sasa kusaka fomu zile kwenda kwenye maeneo mbalimbali na kuchukua fomu na kuzirejesha. Sasa ikiwa leo hii ndio kilele cha zoezi hilo la kurejesha fomu, ambapo awali Chama cha Mapinduzi ndio kilikuwa cha kwanza kufanya zoezi hilo, na hapa ni chama cha NRA kikiwa kinafanya hivyo sasa. Lakini kanuni nyingine mtazamaji ni kwamba mgombea awe ameweka dhamana ya shilingi milioni 1 kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Dhamana hiyo itarejeshwa kwa mgombea baada ya uchaguzi endapo itakuwa amepata sehemu 1 ya 10 au zaidi ya kura zote halali zilizopigwa, na awe amekula kiapo kutoka jaji wa mahakama kuu au mahakama ya rufaa kwamba anazo sifa za kuwa mgombea. Lakini pia wagombea kwa nafasi hizo wanatakiwa kuwa na wadhamini ambao wamejiandikisha kuwa wapiga kura kwenye mikoa wanayoishi, lakini hawajamdhamini mgombea mwingine yeyote wa kiti cha urais au makamu wa rais. Lakini kanuni nyingine inaambia si lazima wawe wanachama ambao hawa wadhamini, si lazima wawe wanachama wa chama kinachompendekeza, wala si lazima wawe wanachama wa chama chochote cha siasa, na wawe wamewadhamini wagombea kwa kutumia fomu ya uteuzi. Hayo ni masharti ya kwenye zoezi hili la fomu ama kwa wagombea wa nafasi ya urais na makamu wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini baadaye pia nitakupitisha kwenye sifa ama kanuni zile zinazoongoza uchaguzi wa wagombea wa nafasi ya ubunge kadhalika na udiwani, ambao nitakupitisha pia hapo baadaye kidogo. Fomu zimehakikiwa ama zinaendelea kuhakikiwa pale, na nyingine zikiwa tayari zimehakikiwa na mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Jaji mstaafu wa mahakama ya rufaa Themistocles Kaijage anampa maelekezo pale katibu wake, na zimehakikiwa hivyo tayari kabisa kwa zoezi linalofuata, na kiona teta hapo 2 matatu. Lakini kubwa zaidi ni kwamba zoezi lenyewe lina uhakiki wa zile taarifa ambazo zilikuwa zimejazwa, na sasa wanasubiria hapa ni nini ambacho kinaenda kutokea kwa jaji kwa katibu ambaye amezihakiki hizo fomu, lakini vile vile wagombea wenyewe wakiwa wanasubiri kuambiwa nini kinaendelea.
tumsikilize katibu wa kikao kwa siku ya leo ambaye kadhalika ni mkurugenzi wa uchaguzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC. Hivi sasa wakiwa wanateta pale mwambia na mawili matatu ya utaratibu. Na kubwa zaidi mtazamaji ni kwamba zoezi hili litaenda hadi majira ya saa 10 za alasiri ambapo ndio mwisho wa vyama vyote kurejesha fomu. Na sasa tumsikilize katibu taarifa baada ya kupokea zile fomu. Mheshimiwa Mwenyekiti, yafuatayo sasa ni utaratibu wa wagombea fomu yenye utaratibu wa uteuzi wa wagombea kiti cha rais na makamu wa rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, wagombea kiti cha rais na makamu wa rais wa chama cha NRA Mahona Leopard Lucas na Ali K Hamisi wametimiza sifa na masharti ya uteuzi kama ifuatavyo. Tunaomba zile risiti kabisa. Fomu za uteuzi zimejazwa kwa ukamilifu kwa idadi inayotakiwa. Wagombea wametoa tamko na kuwa wanazo sifa za kugombea. Katibu mkuu wa chama ametoa uthibitisho wa kuwateua wagombea. Wagombea wamedhaminiwa na wapiga kura kutoka mikoa 10 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiwemo miwili ya Tanzania Zanzibar. Wasimamizi wa uchaguzi wamethibitisha majina ya wadhamini. Wagombea wametoa tamko mbele ya jaji wa Mahakama Kuu kuthibitisha kwamba wanazo sifa za kuteuliwa. Wagombea wamewasilisha stakabadhi ya malipo ya dhamana ya shilingi milioni 1. Wagombea wamewasilisha nakala 4 za picha kwa kila mgombea. Wagombea wametoa tamko la kutekeleza na kuheshimu maadili ya uchaguzi ya mwaka 2020 katika fomu namba 10. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Taarifa kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi juu ya wagombea hao kwamba wameteuliwa, ni rasmi, wamekidhi vigezo ambavyo vimewekwa na tume imewateua. Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi baada ya kuwa imejiridhisha kuwa wagombea wa kiti cha rais na makamu wa rais waliopendekezwa na chama cha NRA wametimiza masharti ya ibara ya 41, ibara ndogo ya pili, ibara ya 39, ibara ndogo ya kwanza A mpaka E, na ibara ya 47, ibara ndogo ya 4 A mpaka A za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ikisoma pamoja na vifungu vya 30, 32, 33 na 34 vya Sheria ya Taifa ya Uchaguzi, na kwa mamlaka iliyopewa chini ya kanuni ya 37, kanuni ndogo ya 6 ya kanuni za uchaguzi wa rais na wabunge za mwaka huu, Tume ya Taifa ya Uchaguzi inawateua ndugu Mahona Leopold Lucas kuwa mgombea wa kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndugu Ali Hamis Hassan kuwa mgombea wa kiti cha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya NRA. Kwa niaba ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi inawapongeza sana wagombea wa kiti cha rais na makamu wa rais kupitia tiketi ya NRA. Sasa hatua inayofuata, mbele yenu ipo register. Register hiyo ni ya taarifa za kuthibitisha kwamba wagombea mmerejesha fomu zenu Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Katibu, tekeleza hiyo. Ni rasmi, tume imewathibitisha ama kuwapitisha wagombea kupitia chama cha NRA kwenye kinyang'anyiro cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakienda kuungana sasa na Chama cha Mapinduzi CCM ambacho nacho wagombea wake wameidhinishwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwenda kugombea urais, na mchaka wa kampeni ukianza rasmi hapo kesho. Sasa NRA kinakuwa chama kingine kikiungana na chama hicho. Taratibu kutoka kwa katibu wa kikao kwa siku ya leo ambaye ni mkurugenzi vile vile wa uchaguzi
kutekeleza agizo ambalo amepewa na mwenyekiti wake kwamba ni zoezi litakalofuata ni kusaini pale kwa wagombea kwamba walifika hapa, wamerejesha fomu zao na tume imewateua, na zoezi hilo linaenda kutekelezwa namna hiyo. Anaenda kujaza kwenye register kitabu hicho kwa ajili ya taarifa za uthibitisho ya kwamba chama cha NRA ambacho katibu mkuu wake ndio huyo anayejaza fomu kwanza, alafu wagombea wake na wao wakienda kujaza fomu hizo. Lakini anayejaza sasa ni mgombea mwenza wa nafasi ya ni mgombea mwenza kwenye kinyang'anyiro hicho cha urais, pamoja na mgombea wa urais mwenye ambaye ipo kulia kwake. Watakuwa na jaza hizo fomu kwa ajili ya kuthibitisha ujio wao kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ikiwa ni baada ya wao pia kwamba walichukua fomu na sasa wamezirejesha tayari kwenda kwenye kinyang'anyiro hicho cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali mtazamaji na msikilizaji wa TBC, ili kupitisha kwenye masharti na makanuni zinazompitisha mgombea kwenda kwenye mchakato wa hatua inayofuata, ikiwemo kuomba wadhamini, ni kwamba kwenye kipengele hicho mgombea haruhusiwi mwenye kujidhamini, na mpiga kura anatakiwa kudhamini mgombea mmoja tu na sio zaidi ya hapo. Baada ya zoezi hilo kukamilika, tumsikilize mwenyekiti wa kikao ambaye pia ni mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Nichukue fursa hii kuwakabidhi wagombea wa kiti cha rais na makamu wa rais kupitia tiketi ya NRA seti moja ya fomu namba 8A ya uteuzi na nakala moja ya fomu namba 10 ikiwa ni pamoja na nakala ya picha. Aidha, katibu mkuu wa chama cha NRA na vile vile nitamkabidhi seti moja ya fomu namba 8A pamoja na nakala ya fomu namba 10, vivyo hivyo na nakala ya picha za wagombea. Sasa mnaweza mkaja nikawakabidhi. Na wanakabidhiwa nakala za fomu ambazo wamezijaza hapo, lakini vile vile ambazo zimejazwa na tume ya kuwaidhinisha kuwa ni wagombea, ni kwa mgombea na mgombea mwenza, lakini katibu mkuu wa chama naye akienda kupata fomu hizo kwa ajili ya hatua inayofuata kwenye mchakato wa uchaguzi wa jamhuri, uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao kilele chake ni Oktoba 28, na uchaguzi wenyewe, kampeni zikiwa zinaanza tu baada ya zoezi la kupitisha wagombea likianza. Tumsikilize tena mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Hii kwa mara nyingine tena kuwapongeza kwa kuteuliwa kwenu kama wagombea kupitia tiketi ya NRA. Baada ya kusema hayo, nasema kwamba sasa tumehitimisha shughuli ya kuwateua kwa nafasi hizo ambazo nimezitaja. Baada ya kusema hayo, na wakabidhi katibu ili aweze kuwasindikiza hapo nje. Namna hiyo, mtazamaji wa TBC, ndivyo zoezi lilivyokamilika la urejeshaji fomu kwa wagombea wa urais na wagombea wenza wa chama cha NRA ambao wao wamekamilisha zoezi hilo
kwa kurejesha, lakini Tume ya Taifa ya Uchaguzi ikiwa imewateua rasmi kwa kukidhi masharti yale ya ambayo yanatakiwa, kama ambavyo aliainisha mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, jaji mstaafu wa mahakama ya rufaa Semisteplos Kaijage, ambaye amesema ni rasmi wamewateua sasa na wapo tayari kwa ajili ya mchakato unaofuata baada ya tukio leo. Tutaendelea kukita kambi hapa kukuarifu yale ambayo yatakuwa yanajiri kwenye mchakato huu wa urejeshaji na uteuzi wa wagombea, zoezi ambalo Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa ratiba yake litaenda mpaka majira ya saa 10 za alasiri. Na sasa hivi unasubiriwa wagombea wengine waingie hapa, na sisi tutaendelea kukujuza kile ambacho kinaendelea kwa kadri ya wagombea watakavyokuwa wanajiri. Na awali wakiachana na chama hiki cha NRA, chama cha ADA TADEA na chenyewe kiliweza kufika mapema, lakini wakitanguliwa kuingia hapa na chama cha NRA, na wao ni miongoni mwa vyama ambavyo tayari viko kwenye eneo hili la Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa ajili ya kukamilisha zoezi la urejeshaji wa fomu na kusubiri hatima yao hapa, kama watakuwa wamekidhi vigezo ambavyo vimewekwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa mujibu wa kanuni zilizopo, na wao wapate kuteuliwa na tume hii kwenda kukipeperusha chama chao kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka huu, ambapo kikubwa zaidi Tume ya Taifa ya Uchaguzi inasisitiza kuzingatiwa yale ambayo yamewekwa, ikiwemo ni vigezo, taratibu, kanuni za uchaguzi kuzingatiwa. Na hivyo tutaendelea kuweka kambi hapa kama ambavyo nimekujuza mtazamaji. Endelea kuwa nasi kwenye matangazo haya mubashara ya TBC wakati zoezi hili la urejeshaji na uchukuaji wa fomu linaendelea. Na sasa kinasubiriwa chama kingine kwa ajili ya kufanya zoezi kama hili, lakini endelea kuwa nasi, tutaendelea kukujuza yanayojiri kwenye mchakato huu, nikiendelea kukupitisha kwenye zile kanuni ambazo nilikwambia nitakupitisha mtazamaji, ambapo tuliishia kwenye kanuni zinazohusu mgombea wa urais. Na sasa nikupitisha japo kidogo tu kwenye kanuni za wagombea, ama ili mtu ateuliwe kwa mgombea wa ubunge ni yapi ambayo anapaswa kuyatimiza. Na ninakutajia pia kanuni hizo kwa sababu ni mchakato unaendelea hadi kwenye maeneo mengine, kwa maana ya nafasi nyingine ikiwemo za ubunge na udiwani kwenye ngazi hiyo, ambapo kwa mujibu wa ibara ya 67 kipengele cha kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yenyewe inataja kwamba mtu yeyote atakuwa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kwa mbunge endapo ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ametimiza umri wa miaka 21. Na kwa mbali hivi sasa mtazamaji, kama nilivyokuambia, chama kingine kinachofuata kwenda kuchukua na kurejesha fomu hapa kimeingia ni chama kingine tayari kwenda kukamilisha zoezi hili, ambapo ni ADA TADEA, wao wakiwa tayari kwenye eneo la tukio kutekeleza ama kukamilisha mchakato kama ambavyo ulipitiwa na chama kingine, ambapo ni wanachama hao sasa hivi wameingia na kusubiri wa mgombea na mgombea mwenza ambao nao watakuja kupata nafasi hapo. Itakumbukwa tu kupitia hiki chama cha ADA TADEA, mwenyekiti wake John Shibuda ndiye mgombea wa urais na mgombea mwenza wakiwa watambatana hapa muda si mrefu kwenye eneo hili tayari kukamilisha mchakato kama ambao vyama vingine kwa siku ya leo vilivyoshuhudiwa, CCM na NRA wakiwa wamekamilisha mchakato huo. Karibu sana mtazamaji na msikilizaji wa TBC, endelea kuwa nasi kwenye matangazo haya mubashara kabisa, na nikiendelea kukutajia basi vile vigezo ama masharti ya mgombea wa nafasi ya ubunge. Nilikutajia umri hapo, lakini kwa uraia wake usiwa kutiliwa shaka kwamba ni Mtanzania, lakini sifa nyingine ni kujua kusoma na kuandika kwa Kiswahili au Kiingereza. Awe ni mwanachama na mgombea anayependekezwa na chama cha siasa na hajawahi kutiwa hatiani na mahakama yoyote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ile ya uchaguzi ambayo itakuwa imepangwa. Lakini sharti lingine mtazamaji ni kwamba awe amedhaminiwa na wapiga kura wasiopungua 25 walioandikishwa kuwa wapiga kura katika jimbo analogombea na majimbo husika. Lakini pia kwenye kipengele hiki cha udhamini ni kama ambavyo ilikuwa kwenye kipengele cha urais, mtazamaji na msikilizaji wa TBC, kwamba ni muhimu kumgombea kwamba si jidhamini yeye mwenyewe, na mpiga kura anatakiwa kumdhamini mgombea ubunge mmoja tu. Mgombea wa nafasi hiyo pia anatakiwa ametoa tamko mbele hakimu
kuthibitisha kwamba anazo sifa zinazotakiwa kugombea ubunge na hajapoteza sifa hizo. Lakini sharti ama sifa nyingine ni mgombea anatakiwa kuweka dhamana ya shilingi 50,000 kwa msimamizi wa uchaguzi kupitia akaunti ya amana ya halmashauri atakayopatiwa siku atakayochukua fomu za uteuzi. Taratibu za uteuzi zinamtaka mgombea wa ubunge kujaza fomu nambari 8B inayohusu taarifa zake binafsi na zithibitishwe na chama kilichomteua ngazi ya mkoa, wilaya au jimbo kwa taarifa hizo ni za kweli kama ambavyo amejaza kwenye fomu hiyo. Lakini pia mgombea atapaswa kujaza fomu nambari 10 ya tamko la kuheshimu na kutekeleza maadili ya uchaguzi. Tukihitimisha na sharti lingine kwa mgombea hapa, mgombea anatakiwa wasilishe nakala 4 za fomu ya uteuzi kwa msimamizi wa uchaguzi na si zaidi ya saa 10 jioni, ambapo zoezi hilo litakuwa linahitimishwa kwenye maeneo yote kuanzia hapa kwenye Tume ya Taifa, ambako kwenyewe ni zoezi la urejeshaji wa fomu za urais na mgombea mwenza, wakati majimboni huko na kwa ngazi ya udiwani, na hapo zoezi hilo litakuwa linaendeshwa hadi kufikia majira hayo ya saa 10 za alasiri. Kwa hivyo ni miongoni mwa masharti muhimu ambayo wagombea wanapaswa kuyazingatia. Na hapa kwenye makao makuu ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwenye eneo la Njedengwa pembezoni kidogo mwa jiji la Dodoma linaendelea zoezi la urejeshaji wa fomu kwa vyama ambao ni wanaorejesha hapa ni wagombea na wagombea wenza wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya kutoka chama cha NRA sasa hivi kinaingia chama cha ADA TADEA. Na ni matangazo mubashara mtazamaji na msikilizaji wa TBC, ambapo ni zoezi lile la urejeshaji wa fomu kwa wagombea na wagombea wenza nafasi ya urais, lakini zaidi ni kwenye makao makuu ya ofisi za makao makuu ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Na sasa hivi chama cha ADA TADEA kiko hapa wakisubiri watu mgombea na mgombea mwenza wa nafasi ya urais waje kwa ajili ya zoezi hilo la kurejesha fomu zao na kusubiri hatima ya kuteuliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi juu ya kile ambacho kimewekwa kama masharti. Endapo umekidhi masharti hayo ama vigezo ambavyo vimewekwa, basi tume itawatangaza kuwa ni wagombea rasmi wa uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao utaenda kufanyika Oktoba, kilele chake kikiwa ni Oktoba, maana kampeni zinaanza hapo kesho baada ya kuteuliwa. Sasa tumeshuhudia kwa siku ya leo vyama viwili wagombea wake wakiwa wameidhinishwa ama kupitishwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Walianza mapema kabisa CCM, wakafuata NRA ambao punde walimaliza zoezi hilo, na sasa hivi ni ADA TADEA ambao ndio tunawasubiri wagombea wake kwenye eneo hili la ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa ajili ya mchakato wa kurejesha hizo fomu. Nikutajie kwenye maeneo mengine kama ambavyo kwenye maeneo haya ambayo nilikuwa na kupitisha kwenye eneo la wabunge, lakini nilianza na vigezo na masharti kwenye nafasi ya urais, na sasa nikupitishe kwenye mgombea udiwani. Kwa upande wa wagombea wa udiwani, kifungu cha 39 kipengele cha pili cha sheria ya uchaguzi ya serikali za mitaa sura namba 292 kinaainisha sifa za mgombea wa udiwani kuwa ni pamoja na kuwa raia wa Tanzania, awe ametimiza umri wa miaka 21, awe anajua kusoma na kuandika kwa Kiswahili au Kiingereza, awe mkazi wa kawaida wa halmashauri anayogombea, na awe mwanachama na mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa chenye usajili wa kudumu. Mgombea huyo pia anapaswa na kipato halali kinachomwezesha kuishi
na hawe hajatia hatiani na mahakama yoyote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi. Mtazamaji, na mgombea udiwani pia anapaswa atimize masharti kadhaa, ikiwa ni pamoja na kudhaminiwa na wapiga kura wasiopungua 10 walioandikishwa katika kata anayogombea. Awe ametoa tamko mbele ya hakimu kuthibitisha kwamba anazo sifa za kugombea udiwani na hajapoteza sifa hizo. Pia mgombea udiwani anatakiwa awe ameweka dhamana ya shilingi 5,000 kwa msimamizi wa uchaguzi kupitia akaunti ya amana ya halmashauri atakayopatiwa siku ya kuchukua fomu za uteuzi. Utaona hapo, wakati kwenye udiwani ni shilingi 5,000 ndio ni dhamana, lakini kwenye udiwani hiyo kiasi hicho cha 5,000, wakati kwenye udiwani kwenye ubunge yenyewe ni kiasi cha 50,000, wakati kwenye urais dhamana yake ikiwa ni kiasi cha shilingi milioni 1, na sharti la kurejeshwa kwa fedha hizo ni angalau mgombea amepata 1/10 ya kura zote zilizopigwa kwenye mchakato wa upigaji kura ama siku ya kupiga kura, na ameidhinishwa pia na mahakama kwamba anastahili, alikuwa na vigezo vya kugombea na amepata hizo kura, basi fedha yake itarudi kwenye mikono yake tena, kwa maana ya mgombea ambaye ameweka dhamana ya shilingi milioni 1. Bado anasubiriwa mgombea na mgombea mwenza wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha ADA TADEA ambacho ni African Democratic Alliance, yani ADA TADEA, na wanasubiriwa hapa baada ya kuwa wenzao tayari wamekamilisha zoezi hilo, lakini wengine waliokamilisha mapema kabla yao walikuwa ni Chama cha Mapinduzi CCM, wafuata NRA, na sasa ni chama cha ADA TADEA ambacho mgombea na mgombea mwenza wanasubiriwa hapa kwa hamu kabisa na Jaji mstaafu wa mahakama ya rufaa Semistocles Kaijage, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, lakini mwenyekiti wa kikao hiki ambacho ni mahususi kwa ajili ya kupokea hizi fomu, lakini kuendesha zoezi la kuzikagua na kujaza tena fomu za utambuzi kwamba wagombea walifika hapa na kupewa fomu zao. Lakini kubwa zaidi ni uteuzi, ambao ndio tarehe pia ambayo imepangwa kufanya uteuzi kwa siku ya leo kwa chama chochote ambacho mgombea wake ama wagombea wake walipitishwa. Kwa hivyo kwa siku hii ya leo uteuzi umeshafanyika kwa vyama viwili, CCM mgombea wake Rais Dr. John Pombe Magufuli pamoja na mgombea mwenza Samia Suluhu Hassan. Wao walipitishwa mapema kabisa ama waliteuliwa mapema na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, lakini wakafuata NRA ambao nao mgombea na mgombea mwenza, na sasa ni chama cha African Democratic Alliance ADA TADEA kikifahamika hivi kwa kifupi chake, ambapo mgombea urais ni John Shibuda Po na mgombea mwenza ni Hassan Colonel Kijogwa, ambao wanasubiriwa hapa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Jopo hilo kiwa unaliona mtazamaji, wako tayari kabisa kuendesha mchakato kama ambavyo umepita kwa wagombea wengine tangu zoezi hilo lilianza mapema asubuhi mishale ya saa 2 hivi kwa Chama cha Mapinduzi wenyewe kufika mapema hapa, wakifuatiwa na NRA na ADA TADEA ambao wanasubiriwa kwa ajili ya kuendesha zoezi, kufanyiwa zoezi kama ambavyo vyama vingine vimefanyiwa kwa siku ya leo. Endelea kuwa nasi kwenye matangazo haya mubashara, tukiendelea kusubiri namna ambavyo vyama hivi vinatekeleza jukumu ama vinatekeleza haki ya kikatiba ya vyama vyenyewe, lakini kwa wagombea wenyewe haki ya katiba ya kugombea kwa maana ya kuchaguliwa, lakini kama mwananchi mwingine yote ambaye ana jukumu ama ana haki ya kikatiba ya kugombea ama kuchagua watu ambao wanamfaa kwenda kwenye kumwakilisha kwenye nafasi yoyote ya uongozi. Na sasa kwa mbali ninaona
mgombea na mgombea mwenza wa chama cha ADA TADEA John Shibuda Po pamoja na mgombea mwenza wakiwa tayari kwenye eneo la tukio, na ukumbi uko tayari kuwalaki kwa ajili ya zoezi hili la kurejesha fomu zao. John Shibuda huyo akionekana na mgombea mwenza kijana akionekana kabisa kijana mdogo wako tayari kwa ajili ya zoezi hilo, lakini vijana wadogo huu bado sheria ni inawatambua kwamba miaka 40. Na sasa tumsikilize mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwanza ni katibu ambaye ndio anaenda kutoa utaratibu wa kuwakaribisha wagombea hao. Na wakati utaratibu kusubiriwa kuona namna ambavyo chama hicho cha ADA TADEA ambao mgombea na mgombea mwenza wamefika tayari kwenye eneo hili, tuone namna ambavyo wako tayari kwa ajili ya zoezi hili la Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ametoa maelekezo tayari kwa wagombea ambao wako tayari, na sasa kinachofuata ni utaratibu wa fomu hizo kurejeshwa. Katibu yuko tayari na fomu zinaenda kujazwa na wagombea wote hapo. Katibu wa tume na katibu wa kikao ambaye ni mkurugenzi wa uchaguzi akiwa anaendelea na zoezi la kujazaji wa fomu kwa mgombea wa urais na mgombea mwenza ambao nao wamejaza fomu hizo kwa ajili ya utambuzi na kuhakiki. Katibu wa kikao kwa siku ya leo ambaye ni mkurugenzi wa uchaguzi anamuongoza hapo mgombea wa urais kwa tiketi ya ADA TADEA John Shibuda Po. Baada ya fomu hizo kujazwa, muhuri wa tume unagongwa hapo na fomu nyingine tayari kwa ajili ya zoezi hilo, na kwenye masharti kama ambavyo yaliainishwa wakati wagombea wa chama na kupitia chama cha NRA walielekezwa, basi ndio masharti yale pia yataenda kukaguliwa vile viambata ambavyo vimeletwa hapa
ikiwemo hizo fomu, kuhakiki viambatanisho vyake, lakini zile picha 4 kwa kila mgombea, kwa maana mgombea na mgombea mwenza kila mmoja ana picha 4 na taarifa zao zitahakikiwa, na baadaye tume itatoa mwongozo mwingine tena kwa wagombea hawa kwa mambo ambayo watapaswa kuyafanya. Lakini kubwa zaidi baadaye itakuwa ni kuangalia namna ambavyo wamekidhi ama kutimiza vile vigezo ambavyo wamepaswa kuwa navyo kwenye mchakato huu wa urais. Na sasa fomu hizo zile za mwisho kabisa kuzijaza kabla ya kupelekwa tena kwa katibu kuzipitia na kuhakiki taarifa zake, zinaenda kumalizwa kwenye zoezi la ujazwaji hapo, na katibu mwenyewe wa kikao kwa siku ya leo, mkurugenzi wa uchaguzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, na mwenyewe anajaza taarifa muhimu kwenye eneo hilo. Nikwambie tu mtazamaji na msikilizaji wa TBC kwamba wagombea wakipitishwa hapa kutakuwa na muda wa pingamizi kwa wagombea kama ambavyo katiba inaruhusu hivyo, lakini wakati tume itatangaza vigezo hivyo ni vipi ambavyo ama ni wakati gani upingamizi anaweza kutolewa dhidi ya wagombea na nani anaweza kufanya jukumu hilo. Lakini nitakupitisha kwenye maeneo baadhi tena baadaye kidogo juu ya mchakato wa namna ambavyo pingamizi linafanyika kwa wagombea wa nafasi za urais, mgombea mwenza, lakini nafasi ya ubunge na udiwani kadhalika. Na sasa zoezi limekamilika, tusikilize maelekezo kutoka kwa mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi. Kukamilisha na kusign form namba 10 ya kuheshimu na kutekeleza maadili ya uchaguzi. Sasa Tume ya Taifa ya Uchaguzi inawakaribisha sasa mkabidhi rasmi fomu, amrejeshe rasmi fomu za uteuzi. Karibu. Wamepewa nafasi ya kurejesha rasmi fomu za uchaguzi baada ya kukabidhiwa zile fomu ambazo wamezijaza mtazamaji na msikilizaji wa TBC, na sasa fomu hizo zinakabidhiwa kwa mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Jaji Themistocles Kaijage na mgombea wa urais huyo wa chama cha TADEA akisalimiana na wajumbe wa kikao cha siku ya leo, pamoja na mgombea mwenza naye akisalimiana na wajumbe hao, na fomu zote zile ziko za mgombea na hizo ni za mgombea mwenza kwa ujumla wake, ndio zinakuwa ni fomu za wagombea wote. Na sasa katibu anazihakiki pale fomu hizo tayari kwa kujiridhisha kwa kiasi gani vigezo vimekidhi ama vimezingatiwa kwenye zoezi hilo, na kama vitakuwa zimekidhi vigezo basi tume huenda na wenyewe wakapitishwa hapa na tume kama ilivyoshuhudiwa na vyama vingine ambavyo vimepitishwa kwa siku ya leo kwenye zoezi hili la urejeshaji na uteuzi wa wagombea wao wakirejesha fomu, wakati tume ikiwa inawateua kwa ajili ya kuingia kwenye kinyang'anyiro kile cha urais ambacho ni rasmi, heka zake za kujinadi majukwani zikianza rasmi siku ya Agosti 26, na vyama vingine vikitarajiwa kufanya uzinduzi wa kampeni zake hapo kesho kwa mujibu wa ratiba ambayo inaruhusu tume imeruhusu vyama hivyo kuanza kampeni siku ya kesho na kudumu kwa siku zisizopungua 60 hadi tarehe 27 kwa Tanzania bara, wakati Tanzania visiwani na Tanzania Zanzibar mchakato kule utaenda hadi Oktoba 25. Kikaombea vile vile ni mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi na mwenye akiwa na tia saini pale kwenye fomu ambazo zimehakikiwa tayari kwa mchakato unaofuata.
Nikukumbusha tu mtazamaji na msikilizaji wa TBC kwamba mchakato huu unaendelea pia kwenye maeneo ya ama ya ngazi nyingine kama udiwani na ubunge huko majimboni na kwenye kata ama halmashauri. Na kubwa zaidi kwa hapa kinachoendelea ni kwa nafasi ya urais, ya mgombea urais na mgombea mwenza, na zoezi linapaswa likamilike saa 10 kamili alasiri siku ya leo. Nikukumbushe pia mtazamaji na msikilizaji wa TBC kwamba ADA TADEA ni moja tu kati ya vyama vile 17 vyenye usajili wa kudumu ambavyo vilijitokeza ama vimetoa wagombea wa nafasi ya urais na mgombea mwenza, ambapo mpaka sasa kwenye siku ya leo vyama vitatu viko kwenye hatua ama vimefikia kwenye hatua hii ya kurejesha na kuteuliwa. Vyama viwili vimesha rejesha fomu, tume ikaviteua wagombea wake kuwateua kwenda kwenye hatua inayofuata, wakati chama cha ADA TADEA kikiwa ni hicho chama cha tatu na tayari kwa ajili ya mchakato huu ambao sasa chama chenyewe kimerejesha fomu na wagombea wake wanasubiri baada ya taarifa za kuhakikiwa zoezi kukamilika, basi nao watakuwa wanasubiri kuambiwa kama wameteuliwa ama la. Lakini matumaini kwa wao na wao pia kwa namna ambavyo unamuona mgombea urais John Shibuda hapo, yeye akiwa jicho kali limeelekea kwa tume hapa, ni anasubiri kwa hamu kweli kweli kuambiwa ni nini kitafuata. Lakini fomu hizo zikiwa zinahakikiwa namna hiyo na katibu wa kikao ambaye ni mkurugenzi wa uchaguzi akigonga muhuri hapo kwamba amezihakiki taarifa zilizomo kwenye fomu hizo, tayari kabisa kwa mchakato mwingine utakao unafuata hapo kwa wagombea, lakini kwa tume yenyewe namna ambavyo imepanga ratiba mtiririko wa mambo yake, lakini kwa mujibu wa kanuni namna ambavyo zinapaswa kufuatwa kwenye uchaguzi mkuu ambao kwa mwaka huu kama nilivyokuambia vyama 17 vimejitokeza kushiriki kwenye mchakato huu, na vyama vitatu tayari vimefika hapa kwa asubuhi hii na fomu hizo katibu anaandika pale alivyozihakiki, na tayari kwa mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi kuidhinisha kile ambacho kimehakikiwa na katibu wa kikao kwa siku ya leo. Yupo tayari kabisa, na sasa tumsikilize mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambaye amemwambia katibu atoe taarifa ya kile ambacho kimepatikana kutokana na fomu hizo ambazo zimerejeshwa na chama cha ADA TADEA kupitia wagombea wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, wagombea wa kiti cha rais na makamu wa rais wa chama cha ADA TADEA ndugu Shibuda John Pao na Hassan Cornel Kijogo wa chama cha African Democratic Alliance ADA TADEA wametimiza sifa na masharti ya uteuzi kama ifuatavyo: 1. Fomu za uteuzi zimejazwa kwa ukamilifu na kwa idadi inayotakiwa. 2. Wagombea wametoa tamko la kuwa wanazo sifa za kugombea. 3. Katibu mkuu wa chama ametoa uthibitisho wa kuwateua wagombea. Wagombea wamedhaminiwa na wapiga kura kutoka katika mikoa 10 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwemo mikoa miwili ya Tanzania Zanzibar. Wasimamizi wa uchaguzi wamethibitisha majina ya wadhamini. Wagombea wametoa tamko mbele ya jaji wa mahakama na kuthibitisha kwamba wanazo sifa za kuteuliwa. Wagombea wamewasilisha stakabadhi ya malipo ya dhamana shilingi bilioni 1.
Wagombea wamewasilisha nakala 4 za picha kwa kila mgombea. Wagombea wametoa tamko la kutekeleza na kuheshimu maadili ya uchaguzi ya mwaka 2020 katika fomu namba 10. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante kwa taarifa. Baada ya taarifa hiyo, Tume ya Taifa ya Uchaguzi imejiridhisha kuwa wagombea wa kiti cha rais na makamu wa rais waliopendekezwa na chama cha ADA-TADEA wametimiza masharti ya ibara ya 41 ibara ndogo ya pili ibara ya 41 ibara ndogo ya pili, ibara ya 39 ibara ndogo ya kwanza a mpaka e, na ibara ya 47 ibara ndogo ya 4 a mpaka e za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, ikisomwa pamoja na vifungu vya 30, 32, 33 na 34 vya Sheria ya Taifa ya Uchaguzi sura 343 ya Sheria za Tanzania, na kwa mamlaka iliyopewa chini ya kanuni ya 37 kanuni ndogo ya 6 ya kanuni za uchaguzi wa rais na wabunge za mwaka huu, tume inawateua ndugu Shibuda John Paul kuwa mgombea wa kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndugu Hassan Cornel Kijogoo kuwa mgombea wa kiti cha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya ADA-TADEA. Kwa niaba ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, tunawapongeza wagombea kupitia ADA-TADEA. Baada ya kusema hayo, sasa ni wakati muafaka wa kuwarudishia wagombea wa kiti cha rais na makamu wa rais seti moja ya fomu namba 8A pamoja na nakala moja ya fomu namba 10 ya kuheshimu na kutekeleza maadili ya uchaguzi, na vivyo hivyo katibu mkuu wa chama atawafuata baada ya kuwa nimewakabidhi nyie seti hiyo, naye atakabidhiwa nyaraka kama hizo. Baada ya kusema hayo, ningeomba mje niwakabidhi hizi nakala. Kwa katibu mkuu itakuwa ni kwa madhumuni ya kumbukumbu za ofisi yenu. Jaji mstaafu wa Mahakama Kuu Semistocles Kaijage akiwa amekipitisha rasmi chama cha ADA-TADEA na kuwateua wagombea wake kuingia kwenye kinyang'anyiro cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye pamoja na akimpitisha mgombea wa urais John Shibuda, lakini na mgombea mwenza kwenye kinyang'anyiro hicho, tayari kabisa kwa mchakato wa uchaguzi, wakienda kuungana na wagombea wa CCM, NRA, na hivyo kinakuwa chama cha tatu kwa siku ya leo kupitishwa kwenye mchakato huo. Na sasa tusikilize utaratibu mwingine unaenda kutolewa hapa. Hatua inayofuata kwa wagombea wote, mbele yenu ipo register ikiwa ni uthibitisho kwamba wagombea mmerudisha kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi fomu za uteuzi. Katibu. Hatua ya mwisho kabisa ya mchakato huu kwa chama cha ADA-TADEA, wagombea kwenda kujiandikisha kwenye register ama kitabu maalum kwa ajili ya kuonyesha kwamba walifika hapa na wamerejesha fomu zao, lakini tume imetambua kwamba wamerudisha fomu zao na hata kuteuliwa kuwa ni wagombea kwenye kinyang'anyiro kile cha urais